Mama Samia inang'ara-ng'ara. Tanzania ya Mama Samia inang'ara-ng'ara. Tanzania ya Suluhu Hassan mama yameremeshwa. Tanzania ya Mama Samia inang'ara-ng'ara. Mwana mama Wapenzi watazamaji, tunaendelea kuzungumza na wadau mbalimbali wa Chama cha Mapinduzi katika mkutano huu mkuu maalum wa Chama cha Mapinduzi. Mbele yangu hapa nina kada wa CCM, kijana machachari, Mheshimiwa January Makamba. January, wewe ni miongoni mwa wale vijana wa CCM ambao ni born and bred CCM. Ndio. Na tunakwenda kwenye uchaguzi. Kwanza una lipi la kusema kuhusu utekelezaji ilani, na kwa sababu ulikuwa ndani ya timu japo ulipumzika kidogo, na una mategemeo gani na ilani? Kuna mambo mawili nataka niyarekebishe hapo. Yes. Kwanza kijana ina miaka 52. Sasa tunaita kijana. Tutakuwa hatuwatendei haki vijana wa UVCCM kama sisi viongozi mnatuita vijana. Hilo la kwanza la kurekebisha. Ngoja, hilo rekebisho jamani. Ile rekebisho la kumuita kijana jamani, watazamaji wangu naomba mnisamee. Ni kutokana na kuwa na vijisura vya vijana. Vijana wanakula vizuri, hawazeeki hawa. Sio kula mazoezi. Ala, sio kama unakula vizuri. Kwa sababu mtoto mzee Makamba. La pili, na matunda yale ya kule. Hiyo pia inasaidia hali ya hewa, milima, mazoezi. Lakini la pili nataka nirekebishe. Umesema ulikuwa kwenye timu, uko nje ya timu. Hapana. Mimi ni mbunge, mjumbe wa kamati ya siasa ya wilaya, mjumbe wa halmashauri kuu ya wilaya, mjumbe wa halmashauri kuu ya mkoa, mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa. Sawa Kwa hiyo kama kuna watu wako hasa ndani ya CCM, ni mjumbe wa NEC. Nafasi kubwa sana. Tutakuja kugombea hapa na pia. Kwa hiyo sasa baada ya kusema hivyo sasa, yes. Ni kwamba sisi Chama cha Mapinduzi ambao tuna dhamana ya uongozi wa nchi chini ya rais na mwenyekiti wetu Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, katika kipindi hiki cha miaka 5 iliyopita ambapo Watanzania walituamini na dhamana ya uongozi wa nchi, kuna mambo tuliyaahidi wakati tulivyoenda kwao mwaka 2020. Sasa hivi 2025 tunarudi tena kwao kuwaomba watuamini na dhamana ya uongozi wa nchi. Unapoenda kwao unaenda na vitu vitatu. Unapoenda kwa wananchi, kwanza unaenda na rekodi ya yale uliyoyafanya katika kipindi ambacho walikuamini. Ndio unarudi kwa wananchi na ripoti kwamba jamani, miaka 5 iliyopita wakati tunakuja kwenu tulisema tutafanya haya na haya ndio tumeyafanya. Kwa hiyo jambo la kwanza tunaenda nalo kwa wananchi. Jambo la pili tunaloenda nalo ni matumaini ya tutakayofanya mbele. Maana yake ilani mpya. Mambo gani mapya tunaenda kwa wananchi kuwaomba tena watuamini. Jambo la tatu tunaenda nalo kwa wananchi ni mgombea. Sifa, hadhi, ubora wa mgombea mwenyewe. Hayo mambo matatu. Of course la nne unaweza kusema chama chenyewe. Historia yake, sera zake, msimamo wake na kadhalika. Sasa hapa leo tumekuja kuzungumza mambo mawili kati ya hayo manne. Kwa sababu lile la tatu la mgombea tulilimaliza mkutano uliopita. Tunakuja kuongea mawili. Hili la rekodi kwa maana ya taarifa ya utekelezaji wa ilani kwa miaka 5 iliyopita. Alafu tunazindua ilani mpya ijayo. Kwa tumekuja hapa kutazama rekodi yetu ya yale tuliyofanya miaka 5 iliyopita, lakini pia tunazindua matarajio na matumaini kwa uchaguzi ujao. Chama serious cha siasa ndivyo kinavyojipanga. Sasa ilani ya Chama cha Mapinduzi sisi huwa inagusa ustawi wa watu. Elimu, afya, maji, barabara, kipato chao, ustawi wa jumla na mambo mengineyo ya utawala na kadhalika. Kwa sasa sisi kwa mujibu wa ripoti hapa ya utekelezaji wa ilani iliyopita tumefanya vizuri. Na ilani mpya inayokuja pia ina matumaini kwa sababu inagusa ustawi wa Tanzania. Kwa hiyo tuna hakika kabisa kwamba kuelekea katika uchaguzi ujao hayo mambo manne ndio yatakayotubeba: rekodi, matumaini mapya, ilani mpya, mgombea na chama chetu, sifa, historia na uimara wake. Asante. Labda sasa hili ni la kwangu mimi. La kwangu mimi mwenyewe. Nyinyi ambao mmebahatika kama wewe una very good exposure
na kuna wakati kuna baadhi ya mambo unaweza unayaona kama hayaendi vizuri sana, hata kama haujakaa meza kuu, hamna nafasi ya kuendelea kusaidia ili twende vizuri. Hizi kelele tunatukanwa na mpaka vitoto vidogo ziishe, wakati watu kama nyinyi mpo mkinyamaza. Wajua, kwanza lazima siku zote, sababu nchi hii ina historia ndefu tangu na nchi hii imepita vipindi vingi sana vigumu tangu uhuru. Na katika hivyo vipindi vigumu kumekuwa na mambo mengi na mijadala mingi kwenye jamii. Ukirudi nyuma, bahati nzuri watu huwa sio wana kumbukumbu. Kuna kipindi wewe Pasco na mimi tuna umri wa kutosha kukumbuka gazeti la Mfanyakazi na mambo ya Loliondo na yule marehemu nani mwandishi Katabalo. Wakati ule nchi ilikuwa kama inawaka moto, mtu anasema lakini kwa hiyo kila kipindi kina mambo yake. Kipindi cha Mwalimu huko kulikuwa na watu hata kupindua nchi, sawa, vuguvugu nchi. Kwa hiyo lazima kujua kwamba siku zote kwenye nchi usiwe na dhana kwamba kwenye uongozi wa awamu hii ndio kuna hizi kelele unazoziita. Siku zote, na sio Tanzania tu, dunia nzima, mataifa yote. Mzee Kikwete ana msemo wake, wanasema nchi sio ugali, kwa sababu ugali ukipoa unapoa wote. Nchi hapa pakiwa pamepoa, hapa panawaka, hapa panawaka. Ndio maana sifa ya uongozi wa nchi ni lazima hiyo sifa ya uimara. Kwa sasa hilo ni moja. Tuingiliwa. Kwa sasa sisi kwenye Chama cha Mapinduzi siku zote tuna vikao, na sisi ni wajumbe wa vikao. Tuna nafasi kubwa sana ya kutoa maoni na ushauri ndani ya vikao rasmi. Mimi mwenyewe nina vikao visivyopungua 12 ambavyo nahudhuria, kuanzia kwenye ngazi ya wilaya, kule kamati ya siasa ya wilaya, halmashauri ya wilaya, kamati ya halmashauri ya mkoa, hapa bungeni kuna caucus, kuna halmashauri ya taifa na kadhalika, ambapo nina uwezo wa kutoa maoni na ushauri kuhusu namna gani chama changu kiendelee kushika dhamana hii kwa kuaminiwa na watu. Kwa hiyo tunatoa mchango katika vina uhuru sasa, vyombo vya habari sote, kesi za uonevu kafutilia mbali, kapunguza faini za bodaboda, sasa mambo shwari. Tanzania ya Mama Samia inang'ara.